Naam, karibu na ujambo ndani ya Al-Huda TV Burundi pamoja na Abdi John TV. Leo nyuso zetu zinaonesha tabasamu iliyokuwa kubwa sana. Leo nyuso zetu, ndugu zetu kutoka katika ardhi ya Burundi, tumekuwa nao hapa kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni tarehe 31 mwezi huu kwa mwezi wa 4 mwezi wa 3 mwaka 2026. Hatimaye leo wamerejea hapa nyumbani Bujumbura, tukiwa hapa katika viwanja vya ndege Melchior Ndadaye. Niko naye hapa Sheikh wangu Sheikh Abdi John, amiri wa msafara. Jumla ya watu ambao wamekuwa wameelekea kufanya umra takriban 15, takriban 30. Idadi yangu namna nilivyoendelea na kuhesabu, tayari walikuwa wako 30 katika ibada tofauti tofauti kutoka Maka, lakini kadhalika kuelekea mpaka Madina. Tarehe 10 leo mwezi wa 4 2026. Mzee, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukweli kila mmoja ana tabasamu, ukweli kila mmoja anafurahishwa namna mlivyokwenda na namna mlivyorudi. Unahisi kwamba tabasamu la sisi nini ambacho kwenu mmekivuna? Alhamdulillah, maraha, furaha, ibada, utamu, uzuri, sawa na msafara ambao tulioshirikiana nao katika mwaka huu kutokea katika taifa letu la Burundi. Kama ulivyosema, msafara hiyo ilianza tarehe 31 kwa kuunganisha Warundi takriban 30 ambao wamekanyaga ardhi ya Maka na Madina katika msafara wa umra 26. Bado mngaliki katika kivuli cha Allah, bado nyuso zenu ibada ya umra. Ni kweli kwamba anayetoka kufanya ibada hii anasamehewa dhambi zake sawa na mafundisho ya Uislamu? Ndivyo, anasamehewa kwa kuwa hiyo ni ibada iliyokaririwa na mbora wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umra ni ndugu yake na haji, ni mtu na ndugu yake. Huwezi kufanya hija bila umra, haiwezekani. Sasa kama mtu unaweza kuwa na uwezo wa haji ni mara moja katika maisha ya binadamu, ama umra ni miqdari ya kila wakati, kila fursa unakwenda kuchaji ibada zako, ucha Mungu, dua zako na tauba kwa Allah. Tuchote kwenu kitu kidogo, ni dua zenu Sheikh. Kuna watu ambao wanaokutazama hapa, wengi wao wakiwa ni wagonjwa, lakini kadhalika kuna wengine ambao mipango yao, ndoto zao wanatamani Mungu awafanikishie kupitia dua zenu, pamoja na waliotoka umra jumla hapa, nia zao kama tukizipeleka. Na kuna wale ambao wanasema Sheikh, na mimi nina hamu ya kwenda lakini Allah hajaniwezesha. Basi angalau kwa maneno mafupi, kwa kila mmoja anayetutazama hapa, sawa na nia yake, aitike amin, pengine kutokana na utukufu wenu na baraka hii tukawa tumefanikiwa sote na wale ambao wanaotutazama. Kwanza nitapenda kufungua mlango wa taasisi ya Kiislamu AMES chini ya kimvuli cha maktaba ya haji nchini Burundi kuwa tumeanza kusajili umra 2027 Ramadhani. Waione ofisi yetu ya AMES chini ya kimvuli cha maktaba ya haji nchini Burundi. Watasajiliwa katika maandalizi hayo kwa njia zozote za wepesi. Pili, nitapenda kusema kuwa kuna utamu. Hakuna raha kama vile kuikanyaga ardhi tukufu ya Maka, ardhi ambayo walikanyaga wabora. Maswahaba na Mtume walikuwa wanakanyaga ardhi ile. Qur'ani ilikuwa inateremka pale kila wakati. Mbingu yake ni nzuri Maka na Madina. Amehamia Madina, malaika wanateremka. Ardhi ni tamu ukikaa. Maka Mungu anasema ukiingia kana amina, waman dakhalahu kana amina. Kiingia ardhi ya Maka wewe uko chini ya himaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iliyoje furaha ya kitu kama hicho, iliyoje raha. Sasa hizo dua zitakosa kupokelewa? Kumbe ulimwengu mzima unasema usinisahau kwenye dua, usinisahau kwenye dua huko unapokwenda. Kwanza limeombewa taifa letu la Burundi, taifa nzuri. Allah alidumisha amani na salama ya kudumu. Viongozi wake na watawala pia Mungu awawekee kila la wepesi. Jamii yetu pia ambayo ndiyo jamii ya Kiislamu, Allah ifanikishie na uongozi wake. Waislamu pia kwa jumla, Mwenyezi Mungu asiwaondoe bila kufika Maka. Iwe hija iwe umra, na wale wamekushafika Allah awarejesha katika ardhi hizo zilizokuwa na athari nzuri tamu katika maisha yao. Katika kumalizia Sheikh, tumepata video clip ambayo namna mlivyokuwa mnaibeba ibada ya umra mkiwa mnaitufu Al-Kaaba katika mzunguko ule. Ningetamani utupe utamu wakati mnaitufu Al-Kaaba.
Hapa katikati nyuso zenu, nia zenu zinakuwa zimeelekea wapi? Kwanza kuiona Al-Kaaba machozi yanatoka, ndo hao. Macho kwanza, mara ya kwanza kuiona machozi yanatoka. Unapakusa uso, ni mimi naiona au nimeota? Kwa sababu wamekufa mamilioni ya watu hawakuona. Sasa kwenda kuizunguka Al-Kaaba mpaka kuishika, mpaka kusali nyuma ya makamu Ibrahim, mpaka kukimbia Swafa na Marwa, vitu ambavyo vinaonekana mbinguni, connection. Manake uko katika hewa ya mbingu. Hapo dua inapanda. Ni kuwa walikuwa wenye hisia, walikuwa ni wenye hamu, walikuwa vifua vyao vimejaa furaha na raha. Utasema wanamuona Mungu live, na ni kweli walikuwa wanamuona. Kuna wale ambao wanasema kwamba uwezo labda wa kuikamilisha, kulipia zote kwa pamoja hawana. Ofisi ya AMES mtu anaweza akaianza leo wala kesho wala mwezi huu, kwa kwenda analipa kidogo kidogo. Chini ya maktaba ya haji, taasisi yetu ya AMES, unawekesha. Ziko njia za nafuu na ziko njia za kutokuwa nafuu. Inatokana na shura na mazungumzo yanayopitika ili kufikia kitu kama hicho. Namba za Sheikh Abdi John ni hizo hapo ambao nakuwekea, lakini kadhalika hapo utapata nafasi nzuri ya kuweza kuzungumza. Tumalizie hili Sheikh, kwa sababu mna uchovu kidogo. Ujumbe wako pia kwa Uislamu, lakini ujumbe wako kwa wale ambao labda kidogo wanaona kama ni pesa nyingi kwenda kufanya umra. Pesa ya umra haihombi, pesa ya hija haiombi, na hazitokufa zinaomba, kwa kuwa Rasuli alihakikisha pesa ya hija na umra Allah anairudisha, haiwezi kuomba. Na ukijaribu utaona na utanambia nilisema kweli. Mashaallah. Tumalize hapa. Mimi na imani kwamba kila mmoja ameona shughuli, kila mmoja ameona namna walivyowasili. Alhamdulillah, mama zetu nyuso zao zinatabasamu. Tunamwambia kwa Mungu pia alinde ibada zao, awajalie kheri pia katika maisha yao, na waweze kuendelea kuhamasisha kwa watu wengine. Nisikuchoshi katika machache haya.